uongozi wao na management iliyopo kama ilivyojitambulisha. Tumesikia kuna management kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wakifanya, lakini pia tunaipongeza bodi kwa kuisimamia management hii. Wote tumeona wanaendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi, misingi ya utawala bora, maadili na nidhamu ya hali ya juu. Kama serikali tunatambua jitihada zinazofanywa na LATRA katika kusimamia ubora, usalama na uendelevu wa huduma za usafiri nchini. Na hapa ningependa kutumia mstari wa DG. Unajua DG sasa hivi ni dokta na madokta ni walimu. Alitumia citation ya Shaban Robert, mali bila daftari. Sasa hapa anaonyesha utawala bora, yaani wadau msije mkapotea. Kwa LATRA imeendelea kuwa rafiki kwa wadau, lakini pia imeendelea kusimamia ubora. Natumia pia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 6, wote ni shahidi, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake madhubuti unaoendelea kuimarisha mazingira ya uchumi, uwekezaji na utoaji wa huduma za kijamii. Chini ya uongozi wake, sekta ya uchukuzi imekuwa mfano katika kutekeleza mageuzi makubwa yanayoongozwa na sera, sheria na kanuni thabiti. Hapa tukiongelea mafanikio ya sekta ya uchukuzi tunaweza tukafika kesho, lakini wote ni mashahidi. Mmeona jinsi gani sekta imekuwa kuanzia kwenye mizigo mpaka kwa abiria. DG ametoa takwimu Dr. Suluhu ya mwezi Disemba, mmeiona idadi ya abiria hiyo, nchi yetu imeenda mbali sana. Sasa fikiria sekta ya uchukuzi au tasnia ya usafirishaji barabarani isingekuwa nzuri, au abiria wangesafiri kwa namna gani? Hapo hatujaweka abiria waliosafiri kwa treni. Dijile kwa kuongelea treni ni usafiri wa ardhini. Ukichukua SGR ukajumlisha na mabasi, mwezi Disemba ulikuwa ni mwezi mzuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niliwachekesha kidogo wadau. Tulikuwa na kikao cha masuala madereva, tuliitisha kikao mwezi Disemba cha kujadili kanuni mpya za kupambana na uchovu au madhara ya uchovu kwa madereva. Tulipoitisha kile kikao, tulizungumza na DG, tukamshirikisha na katibu mkuu, tukapokea barua kutoka TABOA. Kilikuwa kiwe tarehe ngapi kile mwadau? 20 kitu, si ndio? Disemba. TABOA wakawa wa kwanza. TABOA si wapo hapa? Ukitaka uone hii serikali ilivyokuwa sikivu, TABOA wakaandika barua kwa katibu mkuu. Katibu mkuu akasema ndio, tunaomba sisi tukusanye hela, mwezi Disemba ni mwezi wa hela. Sasa ukituita tuje kutoka nchi nzima ya Dar es Salaam tutakosa fedha. Na kweli sisi tukaahirisha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mnaona jinsi gani serikali yetu ilivyo sikivu. Kikao tulikiahirisha, tukakifanya Januari na mambo yakaenda. Kwa ndugu wadau, tupo pamoja. Aidha, tunafahamu changamoto zinazoikumba sekta kwa sasa, ikiwemo mabadiliko ya gharama za mafuta, gharama za vipuri, matengenezo ya magari, lakini pia mahitaji yanayoongezeka kutokana na teknolojia. Hata hivyo, tunajua pia kuwa sekta hii inahudumia wananchi wengi wenye kipato cha chini na kipato cha kati. Hivyo, ni lazima kuwe na mizania kati ya uendelevu wa biashara lakini pia na huduma kwa wateja ili kumudu gharama za usafiri. Kwa muktadha huo, serikali itaendelea kusimamia kwa karibu mifumo ya usafiri ikiwemo hii mifumo mnaifahamu. Tuna mfumo wa tiketi mtandao kama alivyosema DG na treni, kwa kifupi unaitwa CETS, lakini pia tuna mfumo wa ufuatiliaji wa mwenendo wa magari maarufu unaitwa VTS. Tuna mfumo wa uthibitishaji na usimamizi wa madereva maarufu unaitwa DTS, lakini pia tuna mfumo wa taarifa za reli na barabara kwa kifupi unaitwa RRMS au RIMS. Lakini mwisho tuna mifumo mingine midogo midogo inayotekelezwa na mamlaka yetu. Teknolojia hizi ni sehemu muhimu ya sera za serikali katika kujenga sekta ya uchukuzi iliyo salama, ya kisasa, inayowezesha uchumi na kukua kwa usafirishaji nchini Tanzania, lakini nchini duniani kwa ujumla.
Kwa hiyo ni muhimu sana mifumo hii tukaiheshimu na serikali itaendelea kuisimamia. Ndugu wadau, pamoja na kuzungumza mazungumzo yote niliyosema mwanzo, tunajua leo tumekuja kukaa pamoja kama jukwaa la kusikilizana. Serikali ipo hapa kusikia, kuchambua na kupata uelewa wa pamoja ya juu ya kitu gani kifanyike, hasa endapo bei za mafuta zitaendelea kupanda au kutengemana. Na hapa hata mkurugenzi mkuu aliongea, sisi kama serikali hatuna vyombo, nyinyi ndio mna vyombo, mnatoa huduma. Kwa tupo hapa kuwasikiliza na kujifunza. Changamoto inaweza isiwe mafuta peke yake, changamoto inaweza kuwa vitu vingine. Kwa hiyo tupo pamoja nanyi na nyinyi muweze kuzungumza kwa kina. Ni imani yangu kwamba kupitia majadiliano haya tutatoka na mwelekeo unaolinda maslahi ya mtoa huduma, mtumia huduma na uchumi wa taifa kwa ujumla. Mwisho, nataka kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kuhakikisha utulivu wa kiuchumi katika sekta ya uchukuzi unakuwepo kupitia sekta makini ya uchukuzi, lakini pia kupitia vyombo vyetu vilivyopo kama sera, utaratibu na usimamizi madhubuti na kushirikiana kwa karibu na wadau wote.